Niseme kwa wazazi wenzangu na wa umri wowote. Nasema umri wote kwa sababu watoto wengi wenye Down syndrome wanazaliwa kwa wazazi wenye umri mkubwa. Lakini tumekuta hata sasa hivi wenye umri mdogo miaka 20 hata chini yake wanapata. Nitoe tu mfano, kuna mmoja mkoa huu amejifungua mapacha watatu. Wawili wa kiume na mmoja wa kike. Wa kike ni mwenye Down syndrome. Anaishi peke yake yule dada. Na sasa hiyo ni issue moja kwamba ni mapacha, hana kipato, mmoja na Down syndrome. Mnaweza kuona tatizo lilivyo kubwa na anakaa peke yake. Lakini tatizo ambalo ni kubwa sana ambalo linapelekea upweke mkubwa kwa watoto ni idadi kubwa ya wanaume wanawakimbia wake zao. Katika umoja wetu wa wazazi wako wengi, lakini ningesema kama asilimia zaidi ya 80 wanaishi peke yao na watoto wao. Mzazi mwenza aliondoka tu. Na familia, wakwe, mashangazi, mawifi, tuseme tu jumla hawamkubali yule mtoto. Kwa hiyo inaongeza kuwa mpweke. Nafikiria mzazi huyu ameachwa peke yake. Hana kipato, na hata kama angetaka kafanya biashara, mamalishe kwa mfano, inabidi akae na yule mtoto pale. Hana jinsi, kwa sababu hana jinsi ya kumpatia msaidizi. Niseme ukweli, tatizo ni kubwa kuliko tunavyofikiri. Tunasema akina baba, tafadhali waoneni huruma watoto kwanza. Hata kama una sababu ya kumwacha mke wako, lakini mtoto anabaki anasononeka. Ni huzuni kubwa. Kwa majina naitwa Christina James Makundi. Ni mama mwenye mtoto mwenye Down syndrome, aliyezaliwa na Down syndrome. Mtoto nilimzaa mwaka 2014. Kwa kweli kuwa na mtoto mwenye Down syndrome ni changamoto. Ni changamoto sana. Kwa kuwa ukuaji wa mtoto ni shida toka mwanzo, kuanzia kwenye kunyonya, kwenye ukuaji halisi na kadhalika. Watoto hao wakizaliwa hawana kitu wanachoweza kufanya wao kama wenyewe, wao kama wao. Kila kitu ni lazima kiwe introduced. Kwa maana ya kwamba ili mtoto wa kawaida akizaliwa labda anaweza kaa anacheza hivi na nini, lakini watoto wetu hawa unakuta kidogo hawachezi, anakuwa ametulia tu. Kwa hiyo ili aweze kucheza ni unafundishwa, unampeleka mtoto kwenye mambo yanaitwa physiotherapy, alafu kule wanakufundisha namna ya kumlea mtoto. Sasa kuhudhuria physiotherapy nako ni changamoto. Ni changamoto kwa kuwa mtoto anahitajika labda mara 3 kwa wiki awe anahudhuria. Kwa mzazi ambaye hana uwezo ni ngumu kidogo kuweza kumudu zile gharama za usafiri za kwenda kwenye physiotherapy na kurudi. Vile vile kuna vitu vinavyohitajika kwa ajili ya kumchangamsha yule mtoto. Kwa mfano, inahitajika kengele za kwenye macho ili aweze kuangalia, aweze kupepesa, ajue kumbe kuna kupepesa macho, kuna kufanya. Kwa hivyo vitu vyote hivyo ni gharama. Kwa hiyo ni changamoto kwa mzazi ambaye atakuwa hana uwezo. Lakini pia changamoto nyingine ni kwamba watoto wetu wanapata matatizo ya kuwa na magonjwa, matundu kwenye moyo, shida ya moyo. Wengine kwa mfano mimi mtoto alikuwa na matundu 3 ya moyo. Mwanzo kabisa ilikuwa ni ngumu kugundua, lakini baada ya kukimbizana hapa na pale, ninawashukuru pia madaktari wa KCMC ambao mwanzo kabisa waligundua shida ya mtoto. Lakini pia nishukuru hospitali ya Jakaya Kikwete ambako mtoto alipelekwa na pia akaweza kufanyiwa upasuaji wa moyo na anaendelea vizuri. Ninamshukuru Mungu. Lakini changamoto ni kubwa sana ambazo tunakutana nazo kama wazazi. Kwanza kabisa jamii haikubaliani na kitu kinachoitwa Down syndrome.
hawajafahamu sana kwamba kuna Down syndrome, na pia wazazi wengi pia wanawaficha wale watoto wenye Down syndrome. Unajua, kwa sababu mtoto anakuwa amezaliwa hawezi kujitegemea. Wewe mzazi unahusika kwa kila kitu. Wewe mzazi unahusika kwenye kila kitu, kuanzia atakavyokula, atakavyojisaidia, kila kitu, na wewe mwenyewe ndio unaweza kugundua kwamba mtoto ndo anauma, sababu yeye hata kama ni mkubwa hana uwezo wa kukwambia panauma hapa, au ninasikia njaa, au sasa hivi nataka kujisaidia, au nataka, yani huduma zote ni kwako wewe mzazi au yule unayemlea. Kwa hiyo nayo ni changamoto kubwa sana, kwa sababu inachukua muda wako mwingi sana hata ya utendaji wa kazi kwa ajili ya kumhudumia mtoto huyu. Mimi naitwa Nuru Kiwia, ni mzazi, nina mtoto ambaye na ulemavu wa Down syndrome. Hawa watoto yani, kwanza ukuaji inakuwa shida, wanachukua muda mrefu, miaka 4 kukaa chini, kutembea naweza kufika mpaka miaka 5. Kama aliyetangulia mama yetu yani ametusaidia sana, kwa sababu mtoto wake tayari ameshapitia tunapoelekea. Kwa hiyo anatusaidia sisi kujua ni kitu gani kitatupata mbeleni. Kwa hiyo wazazi ambao hawajafikia kule, naomba tumjue kwamba hawa watoto wana changamoto kubwa, msikate tamaa. Mpambane. Hawa watoto wanakuwa na yani kutembea, wanatembea kama miaka 5 kuendelea. Kwa hiyo inakuwa wakati tuko wachanga bado hatujajua kuhusiana na Down syndrome, ilitupa shida mno, yani mpaka unakuja kumlaumu Mungu vipi. Lakini tumekuja kugundua hawa watoto ndio yani ukuaji wao ni yani wana pole ni wanaenda taratibu. Haya, shule pia ni changamoto. Unakuta ni hawa watoto hawawezi kutumia mikono, hawezi kuandika, wana shida ya kuongea, hawezi kuongea, lakini Mungu amewapa upeo wa akili. Sasa ukute mtoto ana uwezo wa akili, hawezi kuandika, hawezi kuongea, tunamsaidiaje? Tulikuwa tunaomba serikali watusaidieni tupate hata mbadala, tujue watoto tutawasaidiaje. Sababu wakishafika darasa la 7 hatujui tutawapeleka wapi, kwa sababu hao wetu bado wadogo na miaka 8. Je, tumeshajua kwamba wakifika la 7 wataenda wapi? Ndio tunaomba serikali tusaidie. Changamoto nyingine inakuja upande wa bima. Hawa watoto wapate matibabu. Kuna sisi angalau kidogo tuna uwezo. Je, yule ambaye hana uwezo kabisa? Hawa watoto ni wanauma mara kwa mara, na mara nyingi tunawapoteza.